Shalom mwalimu, naitwa William Mhando wa Kijenge. Huyu ana maswali kadha wa kadha. Swali lake la kwanza aliuliza akasema, Biblia inaeleza baada ya unyakuo kutakuwa na miaka ya dhiki kuu na kutakuwa na injili ngoja naomba niweke vizuri. Alisema Biblia inaeleza baada ya unyakuo kutakuwa na miaka ya dhiki kuu na kutakuwa na injili isiyo Some vizuri hapo. Okay, sawa. Na hakutakuwa na hakutakuwa na injili iliyopo sasa. Watu watajiokoa kwa damu zao. Je, itakuwaje kwa watoto watakaozaliwa kipindi hicho? Watalisikia wapi neno la Mungu ili wapate kuepuka jehanamu? Hilo swali lake la kwanza. Sawa. Basi mimi naomba tuanze kujibu kutokana na hivyo. Swali la kwanza tutaenda la pili, maana ni swali moja lakini lina package ya maswali kadhaa. Yes. Kwanza, kitu cha kwanza kabisa katika hili swali la kwanza, nataka ajue tunajibu si kuwatia watu hofu, lakini ni tunajibu ili kujua kuwa tunajua ni nini hasa kinachoenda kutokea kwa huo wakati. Lakini kwa sababu yeye ameenda kwenye hiyo, basi na hapa kipindi lazima tuweze kumjibu, basi hatuna budi kumjibu. Kwa hili ameuliza kuwa baada ya unyakuo kuna hiyo miaka mitatu ya dhiki kuu, kwa sababu kwanza ni miaka 7, kuna miaka mitatu hiyo sasa ya dhiki kuu. Hakutakuwa na injili iliyopo sasa, watu watajiokoa kwa damu zao wenyewe. Na ameuliza, je, itakuwaje kwa watoto watakaozaliwa kipindi hicho? Watalisikia wapi neno la Mungu ili waweze kuepuka jehanamu? Na ameuliza hivi ni kutokana na matarajio na mategemeo tulionayo sisi kama Wakristo, kuwa kuna wakati ambapo Bwana wetu Yesu Kristo atakuja kulinyakua kanisa. Lakini ambapo ujio wake sasa umegawanyika katika sehemu kuu 3. Maana yake sehemu ya kwanza ni ujio wa kwanza, huu ni ule ambao alikuja, aliishi miaka na sisi hapa 33, kukawa na miaka 3 alikuja kupitia Bikira Maria. Huu ni ujio wa kwanza, hatutaufafanua sana. Lakini kuna ujio wa pili ambao ujio huu utahusisha Kristo kuwapokea wateule wake mawinguni katika tendo maarufu linalojulikana kama unyakuo. Na wakati huo wafu waliopo makaburini watafufuka, na wao pia vile vile wataungana na watakatifu walio hai, na kwa pamoja wote basi tutakwenda kumlaki Bwana wetu Yesu mawinguni. Huu ni katika ujio huu ambao Kristo hatashuka duniani. Maana yeye atabaki mawinguni, na watakaonyakuliwa na kwenda mbinguni ni wale tu ambao sasa ndo watawanyakua kwa namna hiyo. Alafu kuna ujio wa 3. Na hapo kwenye ujio wa 3 ndio tutaitafuta sasa hiyo aliyoiongea. Alafu tujue sasa hao watoto watakaozaliwa kipindi hicho itakuwaje? Watafanyaje? Kwa baada ya unyakuo kupita ambao ni huo, kutakuwa na ujio wa 3. Lakini baadhi ya watu nafikiri tuliliongea ili naomba nirudie baadhi ya points. Kuna watu watapotea tu, yani watu hawataelewa chochote. Wengi watahisi watu wamepotea tu, kama ilivyokuwa kawaida katika dunia hii. Kuna matukio ya watu kupotea na kupatikana, wengine hawapatikani. Kwa wengine watajua ni habari za kuzusha tu, manake taarifa chache zitafika vituoni, lakini mwisho zitaishia kupuuzwa, kama jinsi ambavyo taarifa za watu wengi kupotea huwa zinapuuzwa kama leo hivi. Kwa pasipo kujua kuwa Kristo tayari kashalinyakua kanisa lake, ambalo hili hasa ni kundi dogo, na siku hiyo hakutakuwa na ishara yoyote angani wala jua halitazima, na kutakuwa na ukimya tu kama siku zote. Sasa ni unyakuo wa 3 tunauongelea, au ujio wa 3 ambao Bwana wetu Yesu Kristo atakuja kulichukua kanisa lake. Na sasa katikati ya hicho kipindi ndio utakuwa wakati wa mpinga Kristo kunyanyuka, na siku yani hicho kipindi hicho, na ndani ya miaka 3.5 ya kwanza, yani miezi 42, utakuwa ni wakati wa mpinga Kristo kuwadanganya wanadamu waipokee ile chapa yake. Na wengi wataipokea chapa pasipo kujua, maana wao watajua ni mifumo tu, mifumo mipya ya kimaendeleo. Yani kwenye huo wakati mifumo mpya ya kimaendeleo umezuka, na hivyo labda kuwasaidia watu kutambulika kirahisi. Kwa utakubalika duniani kwa muda mfupi sana, kiasi kwamba mtu atakayeukataa atakuwa naenda kinyume na mifumo ambayo ni mifumo ya serikali. Hivyo atatafutwa na kusingiziwa mambo yasiyofaa. Sasa wachache sana wataipokea na kujua
na kabisa hii kuwa hii ni chapa, lakini wengi hawatajua, kwa sababu mpinga Kristo hatakuwa mtu mwenye mapembe kama watu wanavyofikiri, bali atakuwa ni mtu mwenye ushawishi mkubwa sana wa kisiasa, kidini, kiuchumi pamoja na kijeshi, na atakuwa ni mtu aliyeshika Biblia. Kwa hivyo yani hatajulikana na wengi kuwa ndiye mpinga Kristo mwenyewe, kwa sababu ataheshimika kama kiongozi mkubwa sana wa dini atakayeleta amani duniani. Kwa hivyo atapewa nguvu na dunia nzima. Sasa baada ya miaka 3.5 ya kwanza kuisha, wale wachache wale ambao wataikataa chapa yake ndio hao watakaoanza sasa kupitia ile dhiki kuu, na wengine hawataguswa, wataendelea na shughuli zao za kuuza na kununua bila usumbufu. Lakini walioikataa watajaribu kujificha, lakini watakamatwa na kupewa shutuma za uongo, na hivyo kukusanywa katika magereza maalum ya mateso. Wakiwa humo watateswa mateso ambayo hayajawahi kutokea tangu dunia kubwa, na watatamani kufa, lakini waliowafunga hawatawaua. Sasa hapa ndipo swali limekuja. Kwenye hiki kipindi hiki cha miaka 3.5, watoto watakaozaliwa kwenye kipindi hiki watalisikia wapi neno la Mungu ili wapate kuepuka hukumu ya Mungu au Jehanamu? Hawa watoto kwenye hiki kipindi watakaozaliwa watalisikia wapi? Kwa sasa hapa ndipo ambapo nataka niendelee kwanza kulijibu ili swali. Hawa watoto je, watasikiaje? Wataepukaje hukumu ya Mungu? Maana ni kwenye hiki kipindi hiki itakuwa hivyo. Jibu ni hili hapa. Moja ya swali gumu, kwa sababu Biblia haijaelezea moja kwa moja ni nini kitawatokea watoto siku hiyo ya unyakuo. Na hivyo tutajaribu kuelezea kwa kadri tutakavyoona baadhi ya vifungu kwenye maandiko. Kwa sababu ukitazama katika Biblia utaona mfano, ukitazama katika Biblia utaona wapo watoto walipata neema na haki za wazazi wao. Mfano, watoto hawa ni watoto wa Nuhu na Lutu. Kwa sababu wao, kwa sababu ya matendo ya baba zao, wao automatic walipata neema kutokana na hivyo. Vile vile wapo watoto walioadhibiwa kutokana na makosa ya wazazi wao. Hilo utaliona katika vile vizazi vya Sodoma na Gomora. Utaliona hilo, na pamoja na gharika, vyote viliteketezwa. Hadi watoto walipata adhabu kwa dhambi za wengine. Lakini hiyo imaanishi kuwa utaadhibiwa tena baada ya kifo. Hapana, lakini wanajaribu tu kuleta huo mlingano watu waweze kujua, kwa sababu Sodoma na Gomora wakati nateketezwa kwa moto, kumbuka kulikuwa na watoto wachanga pale. Nuhu wakati wale wazazi wamekataa kuingia katika safina, aliingia yeye na watoto wake, yani watu 8 waliingia, yeye, mke wake na watoto wao na wake zao, kwa jumla watu 8. Lakini ukumbuke walikuwepo watoto wa wale waliokataa kuingia kwenye safina, walikumbwa na hiyo kadhia ya ile gharika. Kwa hiyo unaona hapa kuna watu walipata neema kwa sababu ya wazazi wao, na kuna watu waliingia hasara kwa sababu ya wazazi wao. Pia tukumbuke kuwa hata katikati ya kipindi cha dhiki kuu bado watu wataendelea kutungishwa mimba na watoto kuzaliwa. Hivyo litakuwepo kundi la vichanga ambavyo vitazaliwa katikati ya dhiki kuu na vitakufa katika maangamizi hayo. Yani hapo watoto watakaozaliwa pale watakufa kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya wazazi. Hilo tunalithibitisha katika andiko hili hapa. Kitabu cha Mathayo sura ya 24 mstari wa 19 mpaka 22. Mathayo, ambayo ni Mathayo 24 mstari wa 19 mpaka wa 22. Kwa hiyo hapo tunaweza kulithibitisha katika maandiko haya. Ndiyo. Tukaliona hilo. Sawa. Mathayo 19:22 inasema, Mathayo 24:19. So Mathayo 24:19 mpaka 22. Sawa. 19 inasema, ole wao wenye mimba na wanyonyeshao siku hizo. Ndiyo. Ombeni ili kukimbia kwenu kusiwe wakati wa baridi wala siku ya Sabato. Ndiyo. Kwa kuwa wakati huo kutakuwapo dhiki kubwa ambayo haijatokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa, wala haitakuwapo kamwe. Ndiyo. Na kama siku hizo
zisingalifupizwa Kiswahili cha Biblia, zisingalifupizwa asingeokoka mtu yeyote, lakini kwa ajili ya wateule zitafupizwa siku hizo. Unaona kwa hapa sasa. Kwa hiyo siku ile ikifika, kuna uwezekano wa watoto wengine kunyakuliwa, hata wale walio tumboni, na vile vile wengine kubaki, japo hatuwezi kusema hivyo ndivyo ilivyo, ila yote tunamwachia Mungu. Na ikiwa ni wote watanyakuliwa au ni baadhi, tunachopaswa kufahamu ni kuwa Mungu ni wa haki. Mungu ni wa haki, atayaleta yote katika mizani na yote yatakuwa sawa tu wa mwisho wa siku. Na tutaona kabisa hukumu zake ni za haki, kama vile malaika wa mbinguni wanavyokiri, hasa katika maandiko. Mfano malaika alimwambia Yohana katika kitabu cha Ufunuo, nasema nikaisikia hiyo madhabahu ikisema, na Mungu wetu Mwenyezi, ni za kweli na za haki hukumu zako. Kwa hiyo cha muhimu tunachopaswa kujua ni kuwa sisi ambao tayari tumeshafikia kimo cha kuyajua mema na mabaya, kama hatutayatengeneza mambo yetu sasa na kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo kwa kumaanisha kabisa na kujitwika misalaba yetu na kumfuata, tujue kuwa unyakuo ukipita tutaachwa. Na matokeo yake yatakuwa ni kuingia katika mateso makali ya dhiki kuu, na maana pale hasa ni damu yako mwenyewe ndio itakuokoa. Wastahili umeikataa neema huku, utakuja wewe mwenyewe, yani hivyo. Sasa kwa ndivyo hivyo. Sasa na mimi ningependa kuuliza mtu anayetufuatilia, je, umeokoka? Je, umebatizwa katika ubatizo sahihi wa maji mengi? Na kwa jina lake Yesu Kristo na ukapata ondoleo la dhambi? Kumbuka unyakuo sasa, sisi ambao tumeokoka tunasema uishi kama Bwana anarudi dakika hii. Lakini maono kwa kazi ufanye kama Bwana atarudi miaka 8,000 ijayo mbeleni. Kwa maana hiyo, kwa maana yake unakuwa uko tayari, ili parapanda ikilia saa yoyote, basi hauna wasiwasi wowote. Unajua walokole wamekuwa waoga kweli. Jamani, parapanda italia. Sasa kama mtu unarudi kwenu, wewe una wasiwasi gani? Naonaga watu wakuwa na hofu kweli, yani jamani, Yesu anarudi, acha arudi kama anarudi hata leo, kuna shida gani bwana? Si tunaenda kwetu sasa, wewe utakuwa na shida gani? Kwa hiyo katika hili swali aliloliuliza, maandiko kama nilivyosema hayajaweka wazi kwa watoto watakaozaliwa kwenye kipindi hiki itakuwaje, lakini tumejaribu kuangalia, ila tunaamini Mungu ni wa haki. Sawa sawa.